Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa nina wakusudia ndugu zangu wafanya biashara. Kama wewe ni mfanya biashara, una fremu yako, una mlango wako wote wa biashara, ama aidha una meza umepanga sehemu unafanya biashara zako, lakini kuna baadhi ya mambo unayapitia. Mfano ugumu wa biashara, ni biashara inakuwa ngumu zaidi. Unaweza ukakaa pale mpaka unalala maskini, hamna mteja yote anaingia au mteja yote anaulizia, au anakuja anauliza anaondoka maskini, na una bidhaa nzuri, una bidhaa bora. Kuna huu uradi hapa, hebu jitahidi kuhifadhi la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus. Unapofungua tu mlango wako wa biashara, hakikisha wakati unafungua mlango wa biashara unafanya usafi pale ndani, unaweka vitu sawa kwa ajili ya kujiandaa na kuanza biashara yako. Uwe wakati unafungua unaanza la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus. Unafungua mlango wako huko unafagia, huko unasema la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus. Unaweka vitu vyako sawa, unaweka mambo yako pale sawa, huku unasoma uradi huo. Na kama una labda hauna shughuli za kufanya, umefika kashafungua mtu mwingine, pameandaliwa, pako vizuri, pako safi kabisa, basi wewe ukifika pale chukua maji yako kidogo, hata maji safi kwenye kichupa kile kidogo, yasomee uradi huu walau mara 100. La ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus. Afu ile maji nyonyozia katika ile duka yako. Unaweza ukashangaa huu uradi una maajabu ndani yake, especially katika kuifanya biashara yako kuwa nyepesi, kukuvutia wateja mashaallah, kukupa nuru ya biashara ile. Na huu uradi mashaallah unapoletwa katika sehemu za mabiashara unasaidia hata wale majambazi wa chuma ulete ambao kazi yao wao wanafanya sihiri, machawi, kuroga biashara za watu ili faida zile zinakwenda kwao. Unafanya uradi huu utakusaidia inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu yangu, kama una mtihani huo katika biashara, usikose kufanya jambo. Na hasa hapa nakusudia zile biashara ambazo zinakuwa ngumu, yani biashara inakuwa ngumu, haitoki maskini. Kuna watu wanaenda kushinda tu, wanakutembea katika biashara zao. Na hiyo biashara yote sio lazima kuuza tu, hata kama ni saluni, umefungua saluni yako, labda unanyoa pale, unafanyaje, wewe fanya vitu hivyo, kasoro tu biashara za haramu. Sijui kwa umeenda kufanya baa, umeenda kufanya sehemu nyingine, hiyo haitakuwa yenye inasihi. Lakini biashara zingine zozote zile utaweza ukafanya. Lakini pia niwape faida, hata kama wewe ndugu yangu ni dalali, unafanya udalali, lakini kila biashara unapokutana na mteja, mnazungumza, kiwanja kakiona au nyumba kaiona au nauza gari kaliona, lakini havitoki, shikamana na uradi la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus. Ndani ya huu uradi kuna maajabu makubwa sana wallahi lazim. Kama wewe ni dalali, ndio ukianza kutumia uradi huu, utakuwa mwanzo wako na mwisho wako kwenda kutafuta madawa ama kwa waganga wa kienyeji ama kwenda kufanyaje. Huu uradi una maajabu makubwa sana ndugu zangu. Kwa hiyo wafanya biashara mnafanya, hata kama wewe unafanya online biashara zako, sio biashara kufungua. Kuna watu baadhi wanatuma online, unafanya biashara za online, kabla hujaposti bidhaa zako, mtawakali Mwenyezi Mungu kwa uradi huu. Usome hata mara 10, 11, usome mara 21, sawa? Unaweza kusoma mara 11 kabla hujaposti bidhaa yako. Unakaa pale mwenyewe umetulia, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, la ilaha illa Allah subhana al-malik al-quddus, mara 11. Kisha maliza pale kwenye kuposti pale, sema bismillah, mashallah, iachie ile. Utaona Mungu atakavyojalia kwa uwezo wake na baraka zake. Kila atakayeiona bidhaa utaona simu zitaanza kuwa nyingi, utapigiwa, nataka hichi kadha, na utaona Mungu anakufungulia mambo yako. Wakati mwingine tiba tunayo hapa majumbani kwetu wallahi lazim, lakini sisi wenyewe tu hatujui namna gani bora na namna gani nzuri ya kufanya. Fanya hivyo inshallah, utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.